@martin_ca. Na sasa moja kwa moja tuelekee kule nchini Kenya. Ni kwamba familia za vijana waliodanganywa kwenda kupigana upande wa Urusi katika vita dhidi ya Ukraine zimeandamana katika mji mkuu wa Nairobi zikidai hatua zichukuliwe. Muda mchache uliopita, Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Meren ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Nairobi, Kenya. Abedi alimuuliza kama wazazi hao wanataka serikali ifanye nini. Ilianza kufafanua zaidi. Familia hizi tuliwaona wakiandamana katika barabara za Nairobi. Wanasema kwamba ama wanashirikisha serikali kwamba iweze kurejesha watu wao makwao, waweze kuwaletea wapendo wao ambao wamekwama katika nchi ya Urusi, na kuna wale ambao wameshaaga dunia na wako katika zile hospitali ama mochari za pale Urusi. Waafrika Kusini ambao walikuwepo huko tayari wamerejea, wako hapa nchini, na serikali ya Kenya pengine imeshindwa wapi kuweza kufanya hivyo? Serikali ya Kenya bado inafanya mkakati. Kulikuwa na ujumbe wa wizara ya mambo za nje ikielekea katika nchi ya Urusi. Hadi la sasa bado tunazidi kusubiri. Kidogo changamoto inatokea kwamba wale wa Kenya ambao walienda katika taifa hilo walienda kisirisiri, hawakuwa wamesajiliwa, sio kupata nambari yao ni kigumu kidogo, na pia wengine waliweza kubadilisha majina. Na serikali yenyewe baada ya maandamano kufanyika imesema chochote? Serikali imesema waweze kupewa subira kidogo, waweze kufanya juhudi ya hapa na pale ili kuweza kuona wale wa Kenya wanarudishwa katika taifa letu. Na kuna juhudi zozote au kuna hatua zozote zinazochukuliwa kuwasaidia au kuwarudisha vijana hao walioko huko kwenye shamba la mapambano Urusi? Kidogo mimi pia naweza wakosoa vijana hawa ama familia hizi, kwa sababu vijana hawa walipokwenda katika zile shughuli walikwenda kwenye kimya, wakati mambo inaharibika kidogo. Sasa ndio wanakimbia vikali lawama, walakini kutokea mwanzo wangeweza kuenda kwa njia taratibu ya kikazi kuwa shwari. Walakini tena kidogo sheria za Kenya ziruhusu Wanakenya kwenda kufanya kazi kama yale ambayo hayana uhakika ama hayana mkataba ya kudumu. Na ilikuwaje mpaka vijana hao wakanaswa kwenye mtego huu wa kwenda kupigana huko Urusi? Tunajua sote kuna changamoto ya maisha katika taifa la Kenya, katika Afrika na kadhalika. Inasemekana kwamba vijana wengi wao waliweza kutolewa sehemu ya Qatar ama Dubai ambao walikuwa wameenda kufanya kazi. Wengi hawakutokea katika taifa la Kenya. Wengi walitokea katika hizo nchi ambapo walikuwa wameenda kufanya kazi za thawabu, kazi za udereva na kadhalika. Wakaweza kuhakikisha kwamba wakienda kule wataweza kupata hela nono na kuwa matajiri ama kubadilisha maisha ya jamii zao kwa haraka. Kumbe sivyo ndivyo. Wakenya wanatajwa tu kupigana kwa upande wa Urusi. Kwa upande wa Ukraine hakuna Wakenya ambao vile wamepelekwa huko kimagendo? Tunaweza kusikia mambo haya katika serikali ya Ukraine. Mara nyingi tunaweza kuona wale vijana ambao wanachukua mstafita wa mitandao kama kwamba wanapigana katika nchi ya jeshi la Urusi kujaribu kupigania. Na mimi mara nyingi nimesema Wakenya ambao wanaenda katika shughuli hii wanaenda kupigania vita ambao wao wenyewe hawajui sababu gani Urusi inapigana na Ukraine na kadhalika. Pengine kuuliza swali langu la mwisho sasa, vijana hao wanaenda kupigana huko kwa sababu labda ya ugumu wa maisha. Serikali yenyewe sasa inapanga kitu gani kuweza kuboresha maisha ya Gen Z? Serikali ya taifa la Kenya inaweza kujaribu kubuni mikakati kwa mfano hivi karibuni inaweza kuita ile program ya Nyota ambayo vijana wanaweza kupatiwa na kufanya shughuli hapa na pale, kufanya biashara hapa na pale, na pia kazi mtaani, kazi dogo kwa serikali nyingi kufanya. Na pia kulikuwa na hii kazi mazuri. Walakini hii kazi mazuri kidogo ni kama kuna wale wanabiashara ambao wamechukua ama wametumia hiyo njia kujaribu kuwashirikisha vijana wetu na kuwapeleka katika likizo la shida na katika tupo. Na hiyo kidogo ni changamoto. Serikali pia tunaweza kuomba waweze kutafutia vijana ajira ili vijana wasiweze kupata katika mtego ama katika mtego hivi la hapa na pale. Martin Ren, shukrani. Asante. Pole, niko katika barabara huko.
Na mpenzi msikilizaji, ni Martin Reni, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, amezungumza nasi moja kwa moja kutoka katika jiji la Nairobi nchini Kenya. Kama ulivyosikia, yuko barabarani na kukua namna ya kusema kwamba tunaweza tukamkosa kwa sababu tunaenda na muda hapa, tulilazimika kufanya naye mahojiano hivyo hivyo. Utatuia radhi kutokana na hilo msikilizaji. Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka kule Kenya, sasa ripoti yetu ya mwisho wa siku hii ya leo ni kutoka kule Jamhuri ya Afrika ya Kati. Tunaelezwa kwamba marais Faustin Archange Touadera na Vladimir Putin wametaka kuimarishwa kwa ushirikiano wa kimkakati kati ya Jamhuri ya Afrika ya Kati na Urusi, hasa katika sekta muhimu ikiwemo nishati. Kulichambua hili tunaungana naye Nixon Katembo. Ni sekta gani muhimu zinazotarajiwa kufaidika na ushirikiano huo? Sekta ambazo zinazotarajiwa kufaidika katika uhusiano huu wa Urusi na Jamhuri ya Afrika Kati ni pamoja na uzalishaji wa nishati ya nuklia, pamoja na sekta ya kilimo